kama sikosei au ya 5. Kuna namna watu wanakusema, unajua, yani kuna ile line ambayo watu tayari wameshaitengeneza kwamba kwa nini ndoa nyingi sana alafu binti mdogo, umri mdogo. Wameitengeneza hiyo. Hebu nena jambo leo. No comment. Waambie kitu. No comment, kila mtu ana mtazamo wake. Kwa upande wangu na prefer ndoa kuliko kuzini. Okay. Na wanauliza kwamba Zai anafanya vipi, mbona yeye inaitia, kwa sababu kuna watu wako kwenye mahusiano mwaka wa 6 wa 7 lakini ndoa hakuna. Ndoa ni riziki, anapanga Mwenyezi Mungu. Yes. Kuna watu wanazaliwa mpaka wanakufa hawajaolewa. Kuna watu ndo kama hivi, alhamdulillah, wanaolewa. Kwa hiyo ni riziki, anapanga Mwenyezi Mungu. Ndoa itafuti kwa mganga. Ndoa itafuti sehemu yoyote. Mwenyezi Mungu akiamua, ameamua. Unahisi kwa nini wewe una hiyo bahati, au kwa nini wewe kwako inakuwa hivi tofauti na watu wengine? Unahisi kitu gani hasa unakitumia mpaka inakuwa hivyo kwako? Ndio riziki Mwenyezi Mungu alizoniandikia. Hivi mahusiano yako na Saidi alichukua muda gani? Maana tunaona kama muda mfupi, miezi kadhaa tu alafu ndoa bang. Mwaka. Zai, hebu tutua ukweli. Naomba niende, muda umeenda. Mwaka kweli? Kweli. Na ndoa yako na kaka yetu Haji no comment. Kuna kitu nimekiona kule ndani, kuna bana ambayo imewekwa lakini imeandikwa kwamba nyota ninayo, ndoa zinanifuata. Nataka nifahamu, ndoa zako zote ni wanaume ambao wanahitaji kufunga ndoa nawe? Wewe hujawahi kuhitaji ndoa kwa mwanaume? Mimi bana sijaiona na sidhani kama ipo. iko ndani kule. Sijaiona. Lakini wewe huwa ndo unataka kama swala ndugu yangu, au wenyewe tunaona hapana, huyu inabidi tumuoe? Mwanaume ndo anayeoa, kwa mwanaume ndo anakuambia anataka kuoa. Huwezi kumwambia mwanaume nioe. Zailisa, wengi wanakuwa wanakusifia kwamba ni mpole sana katika masuala ya mahusiano na mambo ya ndoa kwa ujumla. Ni vitu gani ambavyo vinakukera na kukukata kwenye mambo ya ndoa mara nyingi? Cheating na uongo. Cheating na uongo. Na ni uongo namna gani huo ambao unauchukia Zai? Uongo wote. Wote. Ndio uongo kabisa Zai.